Wadada Center. Okay, karibuni sana jamani. Wakurugenzi tayari wamesha tujoin kwa ajili ya kwenda kuanza rasmi mjadala wetu wa siku hii ya leo. Ni Jumamosi jamani, kuwakumbusha tu, sio Jumamosi ya mwisho wa mwezi hii. Kwetu sisi ni Jumamosi ya mwisho wa mwaka, si ndio? Kwetu sisi kwenye kukutana kwetu hapa leo ni mwisho wetu wa mwaka kwa mwaka 2025. Tutaendelea kupeana huduma, lakini kwa maana ya workshop, leo ndo workshop yetu ya mwisho, si ndio? Kwa hiyo ya zile amsha sherehe zinazofanyikaga siku ya mkesha wa mwaka mpya ndo tunataka tuzione leo hapa. Kwa hiyo kama hujawahi kuzungumza kwenye workshop zingine zote kuanzia January, leo lazima uongee. Sawa? Tunaelewana wadada? Leo lazima uongee kwa sababu leo ni mkesha wetu wa mwaka mpya. Leo tunafunga workshop za mwaka 2025. Basi ninaomba rasmi niweze kuwakaribisha wakurugenzi kwa ajili ya kuweza kutufungulia mjadala wetu, workshop yetu siku hii ya leo. Tutamkaribisha Madam Joyce. Kama kawaida lazima aongee kidogo kuhusiana na taasisi yetu. Sofa tatupitisha kwenye mwaka mzima taasisi ama kwa miaka hiyo mpaka leo tunaendelea kufikia wapi, lakini pia tutapitishwa kwenye leo tunahusiana na nini, mada yetu ya leo au mjadala wetu wa leo unakuwa unatupitisha kwenye maeneo gani na mkurugenzi Aaron. Sawa? Kwa hiyo tuendelee kujiweka sawa. Hakikisha akili zako, uwepo wako unaweza kuonekana kwenye workshop yetu ya siku ya leo. Karibu sana madam. Wadada Center. Leo kwa kweli ni siku ya kipekee kabisa ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni workshop yetu ya mwisho kwa mwaka 2025, na binafsi na furahi kwamba tumeweza kupiga hatua kubwa sana kupitia mradi wetu wa Wadada Center. Mafanikio ni makubwa kwa sababu Wadada Center imekuwa ni kioo na imekuwa inaongoza kwenye hii sekta ya kazi za nyumbani katika kuonyesha ubora wa kazi za ndani, lakini pia na kuwapatia wadada tumaini la maisha yao. Kazi hizi zilikuwa zimedharauliwa sana, lakini kwa kweli kupitia Wadada Center tumeweza kuweka sura mpya kwamba hizi ni kazi kama kazi nyingine. Tumewashuhudia wadada ambao walikuwa kwa namna yoyote huwezi kuwaleta kwenye kazi za ndani, lakini kupitia Wadada Center tukaweza kuwavuta. Sitaki kuongea mambo mengi. Kwa workshop hii ambayo tunafunga, nachotaka yani kibaki kichwani kwako. Kwa yoyote yule ambaye anafuatilia hii platform yetu, nataka ajue kwamba Wadada Center tumethubutu na tumeweza kuipa sura sekta ya kazi za nyumbani, kwamba hii inaweza ikawa ni sekta kama sekta nyingine na inaweza ikawapa watu tija, kwa sababu wako wadada wengi nimewashuhudia wametoa thamani na wamelipwa vizuri, tofauti na kwa namna yoyote Tanzania ungemwambia mtu mfanyakazi wa kazi za nyumbani anaweza kulipwa 500,000. Hicho kitu kilikuwa ni ndoto, na hata sasa bado kuna watu wengi hawaamini kwamba mdada wa kazi za nyumbani anaweza akalipwa 500,000, lakini sisi tunao. Lakini wapo wengine wanalipwa 300,000. Bado ni hela nyingi kwa Tanzania yetu. Na mshahara wetu mdogo kwa sasa ni 1,500,000 ambao ni mara 2 ya mshahara wa kawaida wa kazi za ndani ambao unatolewa na viwango vya serikali. Kwa hiyo sisi tuko mbele ya muda. Wanasema tuko mbele ya muda. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi binafsi yani nafurahia tunapohitimisha kwa workshop zetu za mwaka huu 2025, na niseme tu huo ni mwanzo. Kama ni picha, hiyo ni trailer. Wadada tumwe tayari kusikiliza na kujifunza, maana tunawaonyesha namna ya kuongeza thamani, namna ya kutoa thamani ili mpate hela. Tunawaonyesha mbinu za kupata hela. Hii sekta ilikuwepo tu watu wanalipwa 30,000, 50,000. Lakini sasa hivi kupitia Wadada Center wanalipwa 500,000. Sisi tunajua kwa nini wanalipwa 500,000. Kwa hiyo nyinyi wadada mnaotaka mlipwe vizuri, mnaotafuta kipato, mnaotafuta pesa, kazi yenu ni kujifunza yale tunayowafundisha. Mkiweza kujifunza na kuyafanyia kazi, pesa sio shida zenu. Pesa hazijawahi kuwa shida. Shida ni kwamba sisi tunapenda kupokea kuliko kutoa. Sisi tunawafundisha kutoa ili uweze kupokea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa kweli niwakaribishe sana, maana nimepewa mic nifungue.
Niwakaribisheni sana kwenye workshop hii ya kufunga. Nafikiri haitakuwa na maneno mengi. Tuongee tu kwa ufupi, lakini tukimshukuru sana Mungu ambaye ametupa uwezo na nguvu za kufanya hiki tunachokifanya. Kwa faida ya wote, sisi wote tunanufaika na huu mradi. Dada unayepata ajira unanufaika, bosi unayepata msaidizi wa ndani kupitia kituo hiki unanufaika. Sisi wenyewe kama wabeba maono ambao Mungu ametupa maono haya ya kufanyika baraka, tunanufaika. Kwa hiyo kila mmoja ananufaika katika kwa sehemu yake. Kwa hiyo niwakaribisheni, na sasa nimkaribishe mkurugenzi mwenzangu ambaye amekuwa kwa kweli ni chachu ya mradi wetu, na yeye aweze kusema ya kwake kuhusiana na workshop hii ya mwisho kabisa ambayo tunaifanya kwa mwaka huu 2025. Baada ya hapo tuwakaribishe sasa wageni wetu ambao ni wadada pamoja na mabosi walioweza kuungana nasi siku ya leo. Karibu sana mume wangu kipenzi, mkurugenzi mwenzangu. Thank you. Asante. Wadada Center. Sitaki kuongea sana sasa hivi, ila niwashukuru wote kwa kuja. Thank you for coming. Mada leo iko very simple. Tunataka tusikie na wenzenu wasikie mwaka huu wote kwenye workshop au kutoka ofisini au kwa bosi wako umejifunza nini, na wenzako wasikie pia. Kwa hiyo chochote ulichojifunza. Kwa hiyo inawezekana sio workshop, ni kwa bosi wapi, kuhusu kazi ndani umejifunza nini katika mwaka huu. Kwa hiyo ni hapa ni kule, maneno machache, kila mtu aseme kitu. Kwa waajiri pia ni same thing, kitu hicho. Kwa hiyo mimi kama kituo tutaongea zaidi baadaye, ila kwa sasa nafikiri tuende tu straight tuanze hiyo. Waanze kuchangia. Habari Wadada Center. Nataka kutoa experience ambayo nilipata kazini. Experience niliyoipata kubwa kwenye kupika, nilikuwa napika sawa, lakini imeongezeka mara 2, mara 3, yani mpaka kwa sasa naweza kupika international food na baadhi ya experience nyingine nimepata ni namna kuishi na watu vizuri. Nimepata nyingine uvumilivu, mapendo, yani kuipenda kazi, yani na kuvumilia kila hali unayopitia hata kama ni nzuri au mbaya. Nyingine kujiamini. Vingi. Nilitoka nyumbani sio kwamba nilikuwa najua kupika kivile. Kwa nilivyokaa hapa ile kila siku nilikuwa napata experience, naenda hivyo na namna ya kukaa na bosi. Bosi sawa, kuna muda unakosea lakini unarudi chini. Hata kama kosa ni lako unamwambia sorry, nimekosea. Na hivyo navyo nahisi ilichangia mpaka mimi kupanda, kwa sababu na uaminifu nao ni mzuri kwa bosi hivyo. Ndio. Kwa hiyo ulivyokuja kama traditional dada hapa tulikupokea, tukakulipa kama traditional, si ndio? Ndio. Baada ya hapo tulikupanga kwenye level gani? Mlinipanga kwenye professional. Ndio. Professional. Ulipangiwa wapi? Mwanza. Mwanza ulikaa muda gani? Nilimaliza mkataba. Ulimaliza mkataba? Ndio. Na mshahara wako Mwanza ulikuwa shilingi ngapi? 300,000. 300,000. Kwa hiyo kutoka 100,000 ambayo ulikuja hapa kituoni, hujui kazi sana, hujui vitu vingi, tukakutrain, si ndio? Ukaweza kupanda daraja la kupangiwa mshahara wa 300,000. Ndio. Si ndio? Ndio. Na bosi wako alikaa na wewe mpaka mwaka ukaisha. Ndio. Manake yani hapo unataka wadada waelewe kwamba uwezo ambao tulimjengea hapa alienda nao, ambao ulikuwa unamridhisha bosi wake, akakaa naye mpaka mwaka ukafanyaje, kwa sababu vinginevyo angemrudisha. Kuna wadada wengine unawatrain lakini wanakuwa kidogo wako slow, anaweza akaenda akashindwa kuonyesha ule uwezo ambao umemtrain, lakini dada pale aliweza akakaa kamaliza mwaka. Nataka hapo muelewe, mnapokuja kwenye hiki kituo tunawaelekeza, tunawafundisha yale ambayo mabosi wanayataka. Msichukulie kama ni mateso, kwa sababu kuna wengine ukimpanga hapa anaruka hataki. Kwa sababu gani? Anajua moto hapa, yani hataki yale mafundisho,
hataki ile hali ya kuwa trend, kutreniwa, si ndio? Kwa hiyo nimeisema makusudi ili wale ambao wako tayari, unajua wanasema dhahabu haiwezi kung'aa bila kupita kwenye nini? Kwenye moto. Na niwahakikishie mwakani, hiyo ilikuwa ni trailer, mwakani tunaenda deep zaidi. Tunaelewana? Sasa ili tuweze kuattract mabosi watulipe zaidi ya hizi hela, lazima na sisi tuende kwenye kuwanoa zaidi. Kwa hiyo mmeona dada hapo ni shahidi, ni shuhuda kwamba alikaa na sisi tukamtrain, na kweli dada ana tabia njema sana. Yaani simsifii hapa, ni mdada mwenye malezi mazuri, amelelewa vizuri na wazazi wake, hakutusumbua. Kwa hiyo tulivyokuwa tunamrekebisha hakuwa anatupa shida. Maana kuna wengine kumrekebisha alivyojaa kiburi ni ngumu. Lakini huyu alikuwa ni kama samaki ambaye bado hajakauka, si ndio? Ukimkunja hivi anaenda, ukimkunja hivi anaenda. Kwa hiyo hicho ndio kilichomsaidia akaweza kujifunza. Lakini pia sio hakuishia hapo tu. Huyu alivyomaliza mkataba wake Mwanza, wa Laki3 ilikuwaje? Alivyomaliza mkataba nilirudi, lakini sikuwa na lengo la kuongeza mkataba. Lengo langu lilikuwa nirudi chuo nimalizie. Lakini hapo ilitokea mambo kule chuo ya mambo ya postponing. Yes. Barua zile nilizikusanya zote, kwa hiyo muda wa kurudi niliwaelezea, lakini walinikatalia mpaka nipeleke ile barua. Kwa hiyo nikaachana nayo, maana nilikuwa natumia nauli kwenda vitu vingine, unatumia hela zinakuwa zinaisha. Nikasema ngoja ni stop kwanza, nirudi huku niendelee kufanya kazi. Yes, nilikuja hapa. Kwa hiyo nilivyorudi hapa ndo nikapangiwa tena sehemu nyingine. Nilienda kama cover ya wiki 2 kwa sababu ya mdada alikuwa anaenda likizo. Nilifika pale nikafanya zile wiki 2. Mdada ambaye alikuwa pale mwingine alikuwa wa jikoni. Yeye alikuwa ruzala na boss, kwa hiyo akarudishwa kituoni. Kwa hiyo mimi ndo nikakava nafasi yake pale kama chef. Yule wa watoto alivyorudi aliendelea na watoto. Ndio. Na hapo ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Hapa nilikuwa nalipwa Laki4. Professional wa mapishi walikuwa wanalipa Laki4 kwa mwezi. Na hapo umekaa muda gani? Mwaka mzima. Nimemaliza mkataba. Umemaliza mkataba. Kwa hiyo sasa hivi umemaliza mkataba wa pili wa Laki4. Ndio. Mkataba wa kwanza ulikuwa wa Laki3. Ndio. Sasa hapo ndio wewe unaweza unaizungumziaje sasa Wadada Center ambayo wewe ulikuja hapa kabisa kama traditional, lakini kilichokuwa kinakusaidia kidogo ni mtu ambaye ulikuwa kichwani ni una uwepesi wa kufundishika. Na kama nilivyosema ulikuwa pia hauna zile tabia za kuona kama unanyanyaswa. Kwa hiyo ulivyokuwa unaelekezwa ukaweza, na ulivyoenda huko Mwanza ulifanya kazi mwaka, manake uliongeza zaidi ujuzi wako. Ndio maana ulivyorudi ukaenda sehemu nyingine kufanya kazi ukaweza kufanya kama yani ule ujuzi wako wa kupika ukawa umeongezeka zaidi. Na huwa nawaambia haya mafundisho tunawapa ni kwa faida yenu. Ukiyazingatia yatakusaidia wewe, kwa sababu wewe hizo hela zote umelipwa wewe. Kwani tumelipwa sisi? Hapana. Wewe ndio umelipwa. Si ndio? Dhamana yako ya kwanza ulilipwa na kituo, si ndio? Ndio. Na hii ya pili utalipwa. Ndio kwanza umemaliza mkataba. Umekuja lini ofisini? Sijuzi, sijui. Jumatano. Kwa hata wiki bado toka umekuja. Kwa process za dhamana zitarudi, manake sisi hatuchukui chochote kutoka kwa dada ambaye anafanya kazi zake kwa uaminifu mkubwa. Ukifanya uzembe kazini, hapo ndipo itapokula kwako, kwa sababu tutamfanyia bosi wako replacement, si ndio? Kwa gharama zako. Ndiyo. Lakini ukifanya kazi vizuri, ukalinda mkataba wako na ukafanya kazi kwa bidii kulingana tunavyokuelekeza, ukimaliza hatuna shida, hatuchaji chochote, tunawapa hizi fursa nyinyi bure ziwasaidie. Okay? Haya, kwa hiyo sasa wewe kama wewe mpaka hapa unaizungumziaje wadada? Wadada Center ni organization nzuri ambayo inasaidia wadada wengi pamoja na mabosi. Kwa sababu ukikaa mtaani ukisema utafute kazi hizi za ndani, hata kazi zingine huwezi kulipwa kama unavyolipa hapa. Kingine mafunzo ambayo mafunzo niliyopata kubwa kabisa ambayo kila mtu akiwa nalo atamaliza mkataba anaweza akaongeza akaendelea, ni uvumilivu tu. Hamna kingine, uvumilivu na sala. Kuna muda bosi anakuwa mkali, unabidi uvumilie, lakini kuna mwingine anakosa ule uvumilivu, anaona kama ananyanyaswa. Ukichukulia kama hii ni kazi yangu, naipenda, nitaifanya. Unavumilia na unamshirikisha Mungu, unamwambia Mungu,
hapa nimefika mwisho, akuongoze yeye